Sisi ambao ni watakatifu katika Agano Jipya hatupaswi kujifananisha na watakatifu wa Agano la Kale, kwa sababu wao waliona hii neema tulionayo na hawakuishi, lakini sisi tumepata upendeleo na neema ya kuishi. Nikisema watakatifu wa Agano Jipya na Agano la Kale, maana mtakatifu ni mtu ambaye aliyetengwa na Mungu kwa ajili ya Mungu, mtu aliyetengwa na Mungu kwa ajili ya Mungu. Waebrania sura ya 11 mstari wa 13 inasema, hawa wote wakafa katika imani, wasijapozipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Akina nani hawa ambao waliziona ahadi kwa mbali lakini hawakuweza kuziexperience? Akina Habili, akina Henoko, akina Nuhu, akina Ibrahimu, akina Sara, Isaka, Yakobo, Esau, Yusufu, Musa, Rahabu na watu kadha wa kadha ambao wamenukuliwa katika Waebrania sura ya 11. Waliweza kuona ahadi ya wokovu kwa mbele, kwa mbali, lakini hawakuishi hiyo ahadi. Haikuwa katika wakati wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 39 na 40 wa Ibrania 11 inasema, hawa wote hawakuipokea ile ahadi ya wokovu ambao ni pumziko, uzima wa milele, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Mungu ametufanya kuwa wenye thamani na ametukusudia katika nyakati hizi kile ambacho manabii na baba zetu katika Agano la Kale walichokiona kwa mbali katika ndoto na maono, sisi leo tunakiishi. Tumepata uzima wa milele, pendeleo la zawadi la wokovu. Mungu ametufanya kuwa wanaye, akasema kwamba katika nyakati hizo mimi nitakuwa baba kwao, wao watakuwa ni wanangu wa kike na wa kiume. Mimi nitakuwa Mungu kwao, nitakaa ndani yao, nitakaa katikati yao. Ahadi hii leo imekuwa ni dhahiri kwa mimi na wewe, kufanyika kuwa ni wana wa Mungu, kuhesabiwa kuwa wenye haki, na tumemhifadhi Mungu ndani yetu, tumembeba Mungu ndani yetu. Huo ndio upendeleo ambao tulionao. Agano la Kale Mungu alikuwa akiwatembelea, alafu anatoweka, anafanya tukio, anatoweka. Katika Agano la Kale, Agano Jipya, Mungu hatutembelei. Mungu ametabanako, amefungamana na roho zetu. Ndio upendeleo na uthamani wa ajabu tulionao mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 10 na wa 12 inasema, katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza, ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Wakatafuta ni wakati upi na wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao, ambaye alitangulia kuyashuhudia mateso yatakayompata Kristo na utukufu utakao kuwako baada ya hayo. Wakafunuliwa ya kuwa si kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yenu walihudumu katika mambo hayo, ambayo sasa yamehubiriwa kwenu, wale waliohubiri ninyi Injili kwa Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni. Mambo hayo malaika wanatamani kuyachungulia. Kuna mambo ambayo malaika wa Mungu wanatamani kuyajua, hawayajui, lakini yamefunuliwa kwa watakatifu wa Mungu. Nahitaji utulivu hapo nyewe watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo anawaambia kwenye Mathayo sura ya 13 mstari wa 16 na wa 17, anasema, heri macho yenu kwa kuwa yanaona. Manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone. Anaambia heri nyie macho yenu yanaona hicho mnachokiona. Manabii kule zamani walitamani kuyaona lakini hawakuyaona.
Mimi na wewe tumefanyiwa kuwa wenye heri. Mwenye heri ni mtu ambaye amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura ya 10 mstari wa 23 na 24 anasema manabii na wafalme walitamani kuona yale ambayo wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa wakiyaona. Manabii na wafalme walitamani, hawakuyaona kwa sababu hawakuandikiwa wao, waliandikiwa sisi, kanisa la kwanza, na sisi ndio tumeandikiwa hayo mambo ambayo jicho halijawahi kuona wala hajawahi kuingia katika moyo wa mwanadamu, wala sikio hajawahi kusikia. Mambo hayo ya siri leo yamefunuliwa ndani ya muamini aliyefanyika kuwa mwana wa Mungu, na kwa Roho wa Mungu aliyoko ndani yetu yanafunuliwa hayo mambo, tunayajua. Biblia inasema yule aliyeungwa na Roho wa Bwana amefanyika kuwa roho moja na yeye. Mungu hatutembelei tena, Mungu amefanya makao ndani yetu. Tunamsikia Mungu tokea ndani, hatumsikii Mungu kupitia masikio yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.